Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa uzima na ambali. Pili namshukuru Mungu kwa kuweza kunipigania na kunishindia kwa mengi ambayo Mungu ameniokoa kwayo. Nilikuwa ni mwana nisiyestahili, nilikuwa ni mwana nisiyefaa, nilikuwa ni mwana nisiyeridhika, nilikuwa ni mwana ambao sikufaa wazazi na sikuwa na heshima kwa wazazi. Ingawa wanadamu waliniona kwamba mimi ni mwana, walinithamini, waliniamini, lakini mbele za Mwenyezi Mungu nilikuwa ni mwana nisiye na heshima, ni mwana nisiye na uaminifu, ni mwana ambao sikumpendeza Mungu na wanadamu. Pia maana nilikuwa ni mwana ninayetumia hila nyingi katika maisha yangu. Lakini siku ya leo ninamshukuru Mungu kwa kuwaletea mafunzo kuhusu neno la Mungu. Na tutasoma kitabu cha Mathayo 6. Mathayo 6 mlango wa 33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha ya siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tamani ni kujifunza kuridhika katika hali zote. Moyo wa kujifunza kuridhika katika hali zote. Neno la Mungu umesikia vile lilivyotuambia kwamba tutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na hayo mengine tutazidishiwa. Kwa hivyo ni sahihi zaidi kuridhika. Na pia Wafilipi 4:11 mpaka 12 Paulo anasema, sisemi hayo kwa sababu ya uhitaji, kwa maana nimejifunza kuridhika katika hali yote niliyo nayo. Najua jinsi ya kuwa na upungufu na pia jinsi ya kuwa na ziada. Katika mambo yote na katika hali yote nimejifunza siri ya kuwa na chakula na cha kutosha na kuwa na njaa, kuwa na ziada na kuwa na upungufu. Kuridhika ni jambo tunalojifunza kupitia kumtegemea Kristo. Hakika ni kweli tunapomtegemea Kristo katika hali zote, Kristo anadhihirika na anaonekana waziwazi katika maisha yetu. Kwa mfano mimi nilikuwa ni mwana ambao nilikuwa sina kuridhika. Nilikuwa ninaona kwamba nahitaji kutegemea mtu aweze kunisaidia. Kwa hivyo nilibaki nikinungunika na kulaumu marafiki, kulaumu ndugu, kulaumu wazazi, nikidhani kwamba hawanitakii mema na hawataki niweze kufaulu katika maisha. Lakini nilipogundua kwamba moyo wa kuridhika, ukimwachia Mungu kila kitu na useme Mungu kwako inatosha, yeye ataonekana kwa njia ambayo hata wewe mwenyewe hauwezi kuamini. Kwa hivyo moyo wa kuridhika unakupa kutulia, unakupa amani ya moyo. Ni kweli hauna, lakini unajisikia uko na amani. Unajua sina leo, lakini kesho ninajua nitapata. Sina hiki ninachokihitaji, lakini kwa uwezo wa Mungu na kwa mapenzi ya Mungu ninajua nitapata. Huenda ikawa siwezi kuwa nacho kwa sasa kwa maana sijajua matumizi yake. Wengine unaweza kuwa unaomba Mungu akusaidie upate gari, lakini haujui matumizi ya ile gari. Haujui gari ile litaweza kupata panja ama litaweza kuharibika jinsi utaweza kupeleka service. Sasa Mungu anatamani ujifunze zaidi ili hata utakapopata ile gari uwe na uwezo wa kuweza kuimiliki na kuweza kukaa nayo katika hali inayostahili. Hiyo ndio hali halisi ambayo Mungu anapendezwa sana sisi kama wanawe tuweze kuridhika kwa kidogo ulicho nacho. Usitake kuwa na makubwa ambayo Mungu mwenyewe bado hajaona umuhimu wake.
Kwa hivyo moyo wa kuridhika ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ni kitu ambacho tunahitaji sana kwa undani sana, kuridhika. Usiwe ni mtu wa kutaka makubwa ambayo unaona kabisa hali si nzuri, lakini unataka kufanya. Kwa mfano, tutatolea mfano, unataka kuwa na biashara. Unataka kuwa na biashara kubwa. Unataka kuwa na maisha mazuri. Lakini mahali ulipo hauna huo uwezo. Mahali ulipo hali ni tata, hali si vile ilivyo. Na umeangalia ukaona wacha niende nikakope. Unatumia akili zako, hujamhusisha Mungu kuhusu kazi hiyo, hujamhusisha Mungu kuhusu biashara hiyo. Lakini wewe unajipelekea, unaenda unakopa, unaenda unafanya vile utakavyofanya. Wakati umepata zile pesa, kwa sababu si Mungu aliyekuruhusu kwenda kufanya. Manake haukumshirikisha Mungu kwa jambo hilo, haukumpatia Mungu mahitaji. Unajikuta biashara ile haiendi, haisongi. Ama unajikuta unafilisika na unabaki uko na madeni, unaanza kuhangaika. Kama Mungu bado hajaruhusu wewe kuwa na biashara, unazidi kumuomba na kumtumainia kwamba ninajua siku moja nitakuja kuwa na biashara. Ukiwa na tumaini na ukifuata neno la Mungu na kusimama katika haki na kushukuru kwa kidogo ulicho nacho, Mungu anaweza kukufungulia milango mikubwa na ukajikuta unafanya mambo ya ajabu sana. Kwa hivyo tujifunze kuridhika. Hata kama ni kidogo, ridhika nacho. Usitake kuanza na mambo makubwa ambayo huna uwezo nao. Hata kama ni biashara, unaweza anza na biashara ya chini. Unaweza anza na kitu kidogo, ukisonga mbele. Ukiamini ya kwamba siku moja utaweza kufika kwenye hatua ambayo unahitaji. Lakini usitake kuanza na kitu kubwa na duka kubwa na ili hali hii ndogo imekushinda. Tuwe na moyo wa kuridhika hata kwa kidogo tulicho nacho. Mungu wa mbinguni awabariki sana tutakapoendelea kujifunza na kusoma neno la Mungu. Shalom.